Kuna msemo wenyewe wa Swahili wanasema kwamba ishi kwingi ama kuishi kwingi ndio kuona mengi. Sasa alhamdulillah, tushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeweza kuishi mpaka ule umri ambao tuko na tumeweza kujionea mengi ambao mengine yanachekesha lakini wengine wanayachukulia ya muhimu sana. So juzi tu hapa kabla wiki haijaisha hino, niliweza kuwa mmoja wale ambao waliweza kushuhudia yale ambao yalikuwa ni mazishi ambao yalikuwa na watu wengi sana. Yani watu kibao sana waliweza kuenda kwenye ile mazishi ambayo yalikuwa ni mazishi ya mmoja wa waimbaji ama mmoja wa wapiga vyombo kwenye sekta ya uimbaji wa bango nchini Kenya, ambapo ni sehemu za Kilifi County kule, ambako kuna baadhi ya wanasiasa ambao waliweza kuhudhuria pale na wakapewa chance zao za kuongea yale ambao walikuwa wamejipanga waongeleshe wananchi ambao walikuwa wameweza kufika pale, kwa sababu walifika kwa kiasi kikubwa sana, ikizingatiwa kwamba ni mazishi ya mtu ambaye alikuwa anajulikana na ile bango ambao alikuwa akifanya nayo kazi. So kuna jambo moja ambalo liliweza kutokea pale ambalo liliweza kuongelelewa na yule ambaye ni mwanasiasa ambaye vile vile pia ni mtu ambaye anaenda kule bungeni ama ndo mwakilishi wa lile eneo la Kilifi kule North, ambao anajiita Owen Baya, ambapo kuna vitu fulani alivyoviongelea pale, ambapo wakati ule akiviongea mimi nilismile afu nikasema natamani tu yani laiti ningepata nafasi hata japo dakika 2 niweze kuonana na huyu mbunge ili tuweze kuketi na kuongea mambo mawili matatu, ili tuweze kujadiliana na kulingana na ule msemo ama kulingana na ile kauli aliyoweza kuitoa pale. Kauli aliyoweza kuitoa Owen Baya pale ni kauli ya kupeana moyo, na vile vile pia ni kauli ya kuvunja moyo kwa upande mwingine. Kupeana moyo ni ile ya kwamba anamshamsha baadhi ya content creators pamoja na wasanii wa sehemu za Kilifi County ili waweze kuamka kwa kishindo zaidi na kufanya hizi ambazo ni challenge ambazo yeye atawalipa kulingana. Mwenyewe amesema kwamba ako na 70,000 mfukoni ambazo anataka kuzi award ama kumpa wale kuwapa wale ambao watakuwa ni washindi upande wa TikTok na upande wa usanii ama wa creative wa kuimba nyimbo. Amesema yule ambaye ataimba nyimbo ama atatunga nyimbo nzuri na kuimba ambao itakuwa inazingatia masuala mazima ya maji na kushurutisha wananchi waweze kulipa yale maji, basi atampa shilingi taslimu 50,000, na yule ambaye atakuwa TikToker ambaye ataongelelea hili swala zima kwa ujumla basi atampa 10,000 kama sikukosea, nimenukuu vizuri, ambao ilikuwa ni 60,000 kwa ujumla. Good. So nimeweza kuona baadhi ya wasanii wameweza kutunga tungo zao nzuri nzuri, pia vile vile kwenye nyimbo kwenye TikTok pia wameweza kutunga vile vile nyimbo nzuri, lakini nikaona hili swala, kwa sababu mimi nilikuwa pale pia, nisiliache likapita hivyo. Acha nilizungumzie kwa kina na kwa upana zaidi. Mwanzo tukumbuke ya kwamba hili ni jambo ambalo litawakorofisha baadhi ya wasanii pamoja na wale ambao wanawasponsor, some of them. Sijasema wote, but I've said some of them. Ikizingatiwa kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao wanaegemea upande wa siasa kiupande mwingine. Sasa leo ukimwambia msanii aongelelee hili jambo, wakati hili jambo la maji ndani ya Kilifi County limewekwa kuonekana kwamba ni jambo la kisiasa, onekana mtu yoyote yule ambaye atatunga nyimbo ama atafanya campaign kwenye TikTok ambayo itakuwa inaenda kulingana na matakwa ambayo huyu Owen Baya amesema, basi itaonekana dhahiri shahiri ya kwamba yeye yuko moja kwa moja na nani? Na Owen Baya. Yani anakubaliana na yale ambayo Owen Baya anayaongelelea kuhusiana na story mzima ya maji, ambapo tayari yeye ataonekana ya kwamba amefanya nini, ameshika mkondo gani wa kisiasa, of which ni vibaya sana kwa mtu wa kuimba nyimbo ama mtu ambaye ni content creator kwa TikTok aonekane kwamba yeye ameshikilia mrengo fulani wa siasa. Hiyo ni mbaya sana, inamharibia career yake na vile vile pia inampunguzia mashabiki wake. Hiyo ni one. Second, ambapo nataka niongelee hapa, nataka kuongelea kuhusu swala zima lile ambalo baadhi ya wananchi nitasema wamefanywa wapumbavu. Samahani kwa kusema hivyo, lakini kulingana na maoni yangu, kama unakataa basi shuka kwenye sehemu ya comment hapo, unaambia kwamba KG umekosea, nitakubali na nitakuja nitaomba msamaha. Lakini kwa maoni yangu nimeona kuna vile ambavyo
wananchi residents wa Kilifi area nchini Kenya huko wamefanywa kitendo ambacho ni kama cha kijinga, na nikisema ni kitendo cha kijinga simaanishi aliyekisema ni mjinga, lakini kile kitendo chenye ama yale mawazo mimi sikubaliana nayo, kwa sababu leo utamwambia mwananchi ya kwamba sababu kubwa yeye kutopata maji ni sababu ya kwamba halipi deni la maji, ndio maana hakupata maji, wakati kuna mtu mwingine yuko pale nyumbani ameketi miaka nenda miaka rudi analipa bili ya maji kila mwisho wa mwezi ama kila mwanzo wa mwezi ama kila katikati ya mwezi, bili ikija analipa. Leo hii hana maji, unamwambia kwamba ama unampa moyo yule mtu na unamwambia kwamba haupati maji kwa sababu wenzako wanaiba maji, ama haupati maji kwa sababu wenzako wanafanyiwa illegal connection ya maji, ama haupati maji kwa sababu wenzako wanatumia njia ya mkato kupata maji. Sasa yeye atakuuliza, sasa mimi shida yangu iko wapi? Is that my problem? Atakuuliza, that's not my problem, hiyo sio shida yangu. Mimi shida yangu ni nilipe, nikilipa nihakikisha kwamba kwa nyumba yangu mimi napata maji. I don't care. Just like unalipia let's say like unalipia ile inaitwaje ya moto kwa Kenya Power, KPLC, Kenya Power and Lighting Company. Kenya Power and Lighting Company wako na zile vitu ambazo zinaitwa token. The same thing that is happening in Kenya Water pia. Na Kenya Power bana, endapo utakuwa wewe hujalipa kwenye room yako ama kwenye nyumba yako, watakukatia moto wewe mwenyewe mhusika. Wewe mhusika peke yake ndio utakosa moto. Wenzako kule kando ambao moto wanalipia watapata moto. And that's what is supposed to happen. Nafikiri hiyo ndio strategy ambayo wanatakikana watu wa maji waichukue, ama viongozi waambie watu wa maji waifuatilie. Instead mu disconnect maji, Kilifi nzima ikose maji. Kwa nini msiangalie wale wahusika? Kwa sababu kama nyinyi ndio watu ambao mna supply maji, automatically mnajua mita zenu ni ngapi ambazo ziko Kilifi County. Mnajua pipe zenu zimepita na wapi. You are the one having this responsibility to make sure that whoever pays the bill of water apate maji, and whoever doesn't pay bill of water akose maji, and whoever steals, atakayekuwa anaiba kwa njia yoyote ile, basi sheria imuandame vile ambavyo inapaswa. I think it's very simple as that. Lakini leo nikiona baadhi ya wasanii wana enjoy wakiona kama haya, yani tumekuwa akili zimekuelea kwamba wasanii wafanye hivi ili watu wengine waweze kuona kwenye media these things, ili lawama sasa zisiende. Kwa nini zisiende kwa watu wa maji? Lawama zisiende kwa viongozi, lawama zirudie wananchi. Wananchi wale ambao walikuwa wanaenda barabarani wakilalamika, mpaka baadhi ya viongozi wanapigwa, wananchi wakilalamika wakisema tunataka maji, hakuna maji, mbunge wetu tunataka maji, governor wetu tunataka maji, hakuna maji. Lawama zile ambazo zinapoa wananchi, wale zinapoa viongozi wamezizungusha hivi, lawama hizo sasa zinapigwa nani? Zinapigwa mwananchi. Sasa hino mwananchi ndo ana makosa, sio kiongozi wala sio yule mtu mbele. Of which the reality ni kwamba kiongozi ana makosa, ama kama kiongozi hana makosa, basi kiongozi ana responsibility za kufanya ili maji, kitu kama hicho kisiweze kutokea tena, ama maji sahihi yaweze kuflow vizuri. Nimeweza kuangalia hapa cubic meter almost 264,000 cubic meter za maji ambazo zinafaswa zikuwe supplied ndani ya Kilifi each and every day. Imeshindikana mpaka sahino watu wa Kimawasku wanaweza kusupply only 65,000 cubic meter of water. So unaweza kuangalia what's not happening, ni kitu gani ambacho kinafanyika. Kwa sababu kama ni usalama, kiongozi target yake ama kiongozi responsibility yake ni kumake sure kwamba kuna usalama. Na kama kuna wizi unaendelea kwenye hiyo county yake ama constituency yake ambayo yuko, kwa nini asichukue hatua wale waizi wakamatwe? Because it's possible, very possible. Mtu leo akiwa hapa atatafutwa na atashikwa less than 8 hours. CID wataingia mtaani watamtafuta, atashikwa. Kwa nini kama pipe imepatikana imetobolewa, mtu amefanya illegal connection, mbona asitafutwe, ashikwe, aekwe ndani, act as a good example kwa watu wengine ili wasifanye vitu kama vile. That's the action we need to see. Sasa leo unaniambia hakuna pesa, kunatekana almost billions of money, 3 billion. Nimeona kwamba Kilifi County inadaiwa 3 billions Kenyan shilling. Ndio maana maji yamekatwa. Who is going to give out this money? Nani ambaye atatoa pesa? Who? Nani?
ama tunasubiria ile pesa ambayo itatoka kwenye national government ambayo imewekewa watu wa Kilifi ili washughulikie, pesa ile ndio ichukuliwe ende kalipe maji, alafu vitu vingine hapa chini vifanye nini? Vikosekane. Ije mambo nini? Tulichukua pesa tukalipa maji. But watu walilipa maji, hizo pesa zilienda wapi? Where did that money go? Hiyo pesa ilienda wapi? Let's be realistic. So mimi nikisema hivi si wavunji moyo wale ambao ni wasanii wanatengeneza content creation, wana create content kwa minajili ya maji, but nataka mkicreate muzingatie hili pia. Na Onbaya pia vile vile nafikiri uwanja angeuweka tu wazi, watu waongelelee kuhusu hisia zao za venye kuna ukosefu wa maji Kilifi. Asifunge mipaka ama asieke mipaka na kusema kwamba tengenezeni maudhui ambayo yako hivi na hivi na hivi. Ni kama anawafundisha what to do. Ni kama ame-create that content, lakini anataka wale wende wakai-represent. I think you understand me, guys. But angesema, you guys go and create content regarding the lack of water in Kilifi Town. Ndio at least pale kungekuwa na different opinions kutoka kwa wasanii, kutoka kwa content creators. Wangekuja wakasema kwamba hata labda kungetoka content creator mmoja ambaye angejitoa na kusema kwamba mimi ndio kiongozi, nitahakikisha kwamba wale wote ambao wanaiba maji tumewakamata na make sure kwamba maji haibiwi, make sure kwamba hakuna mtu ambaye anafanya illegal connection, make sure ya kwamba those are the things that we wanted to see. Lakini sasa angalia, ukiangalia content creation zote ambazo zimefanywa, utaona kwamba wale ambao ni wabunge wanaji-excuse. Alafu mwisho siku tunaona ile maudhui yanamwambia yule ambaye ni mwananchi pia akubaliane na mbunge, ile excuse yake namwambia kwamba msininyoshe vidole vya lawama. Vidole vya lawama mnafanya nyinyi, mfanye nini? Mjinyoshe wenyewe. Mwisho wa siku maudhui yote ambayo nimeweza kuangalia, wananchi wanakubali ya kwamba hao ndio wenye makosa, ambao it's wrong. So ladies and gentlemen, si kusema kwa ubaya na sio msemaji mzuri wa kaunti ya Kilifi, lakini imenibidi niongee kwa sababu nimeona ni jambo ambalo linanihusu na nimesema acha niliseme. So it is what it is. Ladies and gentlemen, this is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Thanks for watching, guys. Till next time. Muyangu fasho mahosi na kuhenza sikuoche ranguru baki kuko elokona daborina sama tuluka kala kufika mfuroni ndoje hebu sasa tuna baba hama ama safari ani mama kuna shatima tukao shatima Tuzinaona mana musifu wanga azamola kuko wanga azamola hiko azamola Homa Bay biana za kulankono wehu kafanya wehu biana kuloni komara kiche bena yana yanenda cheri kamare kunena kamare huyu mpeni tena huyu ela kuna makimani chumana kibavu vinatengezwa vile kutengeza ni wanga wa kwenu aha funane wana bahiye karibu na mananaje pesa kuloko yo Esther zile muzikira gonya limpe chiri basi na timuye 1500 gonya limupe ya hudada aliaho 1200 zile azikira sena kala ni pore Juma wenu ndimi achekala manakunywa kule huko hadi atamuchonika fana Juma wenu na mitimi. Kilifi has been taken to the dogs. Kafuna nafasi kaheri ya kutarisa akitana nene ahu mianika rembo ahu miani hani matapetape makiuka mani bajuma ndoje hebu sojo makine na manene mwana mware mishahara manafua kufutifuga na nao ela makiuka tuwani kwa baba hiye de muko boss bahajuma barikiwanisho wa mluguni ya hase ana musiki fuzaza safari kifo kiki cha Alex kiki kizahendana musiki yo sindi kuzatambuliwa ela mimi ni ndaimana ami nitatembea na nyinyi tutaunda serikali na mtakuwa brand ambassadors wangu ndani ya Kilifi County. Asanteni sana, Mungu wa mbinguni awabariki na roho ya Alex Mungu wa mbinguni aiweke mahali pema palipo wema peponi. Kisha munisamehe na henda haja kila kona siku hizi nenda nikazike zile zika zaone hewa nenda kobele nikaendezi nikazike mimi nashangaa sana ati sijui mpeni nafasi mabilioni gosi unagopata hiyo chochote kupe nafasi na kuenda kiti sema unakuja kigile mbona ambao tena kuko kipata ni uto ukikosa hendezi ukipata nzo kikosa nzo sereyo kalala mwapaya nyundo wakati wakuka baba na shononeka we kidodo
Asante sana. Mama Ishajua. Parambirambi zako